sio unyama wala nini rafiki yetu. Yaani ulichotufanyia, umetufanyia usaliti, na hii lazima tukaripoti kwa mchawi mkuu. Yaani wewe haiwezekani ukakimbia kwenye mission. Tumepewa mission ya kwenda kuloga kwa bibi Nyamizi, lakini wewe umetukimbia. Umetoa tuwe wawili tu na kitu tukuta kule. Kwa kweli ni hatari sana. Wanangu kweli mabwege. Yaani nini, mnajua kabisa bibi Nyamizi jinsi alivyokuwa mchawi. Mnaenda kujiingiza kichwa tu. Hata mngepanga basi mbinu ya kuingia mle ndani, tungeweza kuingia njia nzuri. Nyie tu mnakurupuka tukurukuku, mnaingia ndani. Mnadhani mnaenda kukutana nini mle? Hebu acha naye huyu kwanza. Sikia tuongee mambo ya msingi rafiki yangu. Sasa hapa swali la kujiuliza. Tunarudi vipi kwa mchawi mkuu na kwenda kumwambia kwamba ile mission anayotupa ya kwenda kuloga kwa bibi Nyamizi imefeli? Tunaanzaje kwa kweli? Manake yule mchawi mkuu atatupa adhabu. Kwa kweli hii mission mimi nilijua ni ngumu toka mwanzo. Nilimwambia kabisa mchawi mkuu, bibi Nyamizi kwenda kwake sio rahisi tu. Lakini ameamua kutoa chambo sisi twende. Sema shega tu. Mimi kwa kweli mission nyingine ya kwenda kwa bibi Nyamizi, subu tu. Siendi hata kwa dawa. Siendi. Kumbe umeona ya rafiki yangu. Sio kwa hadi zile. Yaani hapa mgongo mzima sio kiuno. Kila kitu kinaniuma. Weekend tu ifike rafiki yangu. Tuenzetu kwenye ile bendi, tukasikilize muziki mzuri wa yule mama. Mimi mwenyewe kwa kweli hii kazi ya uchawi naweza nikaiacha tu nikarudi zangu kufanya mambo mengine kwa kweli. Hapana. Hii kazi hii. Naona mpango wangu wa kuwavuruga hapo hospitali unazidi kwenda vizuri. Yaani nishamchanganya daktari pamoja na nesi wake. Ngoja nirudi Kilingeni, nende nikatoe taarifa nzuri kabisa kwa mchawi mkuu kwamba mpango wetu unakwenda vizuri. Unajua nesi, mpaka sasa hivi bado nipo kwenye sintofahamu. Kwa kweli sitambui huyu nesi katoka wapi. Yaani sijawahi kuona hii sura. Na kama angekuwa ni daktari kutoka Muhimbili, tungekuwa tumeshafahamu wote. Mimi kwa kweli hichi kitu naona kama ni mauzo hivi yanaendelea hivi. Lakini kwa swala hili mimi sina cha kulaumiwa kwa kweli. Mimi nimeplay part yangu. Nilikusanua daktari mkuu. Nilikusanua lakini ulikuwa haunielewi kabisa na wala hauniamini. Mimi nilikwambia na mashaka na huyu daktari. Kwanza anapoonekana tukimwangalia sio mtu mwema. Ila mimi nilikuwa na wazo, inabidi huyu tumfanyie uchunguzi au upelelezi wa chini kwa chini. Tuweze kukagua mafaili yake, tuangalie ni mtu kutoka wapi au ni daktari wa aina gani. Manake mimi nilipokutana naye nilimuuliza swali rahisi tu, uko department gani? Nikaanza kuona anang'atang'ata maneno tu, mara si pediatricians nini, mpaka hata kutamka department yake anakosea. Mimi na wasiwasi naye sana. Unaanza kama mimi mwenyewe nilikuwa na wazo kama hilo, tumfanyie upelelezi wa chini kwa chini bila yeye mwenyewe kutambua. Si atakuwa wapi sasa hivi? Sisikia cha kufanya hapa, wewe nenda store kule, kuna baadhi ya wadi ambazo zinapelea dawa. Nenda kule kachukue maboksi mawili ya dawa za paracetamol, Flagyl pamoja na drip za maji, sawa? Ziko kule kwenye chumba cha store room kule. Usipeleke kwenye wadi namba 5. Tutaonana baadaye. A few moments later. Ni leo nimeshapata ushahidi wa kwenda kumuonesha daktari mkuu. Yaani kila siku mimi nikimwambia kwamba huyu daktari aliyekuja hapa anazuka kwamba daktari kutoka Muhimbili, kumbe ni mshirikina mkubwa tu. Kwa nini aondoke? Hasahau viatu vyake. Hivi just imagine mtu anaweza akasahau viatu vyake kama hivi, akasahau viatu, akasahau sare ya kazini, akasahau na gloves. Kweli viatu vizuri kama hivi, huyu atakuwa ni mshirikina, ni mwanga mkubwa. Ngoja nikamuoneshe daktari mkuu. Shoga yangu, ndio unaleta sehemu ambayo inatisha kiasi hiki? Makaburi, mara mapopo, yani kuna vitu vya kutishatisha tu huku, mafuvu. Hasa shoga yangu, nataka kuniambia kwamba makao makuu ya chama chenu cha nguvu ya pesa na jicho la tatu ndio hapa? Mbona panatisha hivi? Punguza uoga shoga yangu. Unajua mahali pesa ilipo lazima ujitoe kikamilifu. Mimi nipokuleta siwezi nikakuleta sehemu ambako shoga yangu utapotea. Mimi na uhakika kupitia chama chetu cha nguvu ya pesa na jicho la tatu utaenda kufanikiwa shoga yangu. Ndio maana nimekuleta hii sehemu. Maana najua ukija hapa hauwezi ukapotea shoga yangu. Lazima uwe tajiri. Kwani hautaki kuwa tajiri? Shoga yangu, natamani sana kukuza mgahawa wangu na biashara yangu iweze kuwafikia watu wengi. Lakini sasa mazingira mbona sio rafiki? Panatisha sana huku. Wewe angalia haya mapopo, mara makaburi. Kwani shoga yangu wewe unawezaje kukaa huku? Mbona panatisha kiasi hiki? Jali shoga yangu, manake mkuu anakuja muda sio mrefu. Yeye ndiye atakaye kukaribisha kwenye chama chetu na utakuwa memba mpya. Lakini shoga yangu usiogope. Manake chama chetu ni chama huru na utafanya kazi ukiwa na amani kabisa. Anakuja hapa mkuu wa chama cha
nguvu ya pesa na jicho la tatu. Usijali shoga yangu, muda mfupi tu atakuwepo hapa. Habari yako mchawi mkuu? Marhaba binti yangu Cheusi. Vipi, ubuheri wa afya? Aswa mchawi mkuu, mimi niko buheri kabisa wa afya. Nimekuletea mwanachama mpya kwenye chama chetu. Mambo ya wachawi tena? Mbona shoga yangu ukiniambia kwamba unaleta sehemu ya wachawi? Mchawi katoka wapi tena? Safi sana cha usiku kwa kuifanya kazi yako vizuri niliyokupa. Nimeshukuru sana kwa kuweza kuniletea mwanachama mpya. Yaani nikimwangalia kwanza binti kigoli kabisa. Anatafaa kwa kazi yetu ya uchawi. Nini kinachoendelea hapa rafiki yangu? Mbona sielewi mambo ya waganga mara wachawi? Mimi rafiki yangu hatukubaliana kwamba unakuja kunileta kwa wachawi. Naona mimi sitaki kujiunga na wachawi kabisa. Mimi nimekuja kwa ajili ya kujiunga na nguvu ya pesa na jicho la tatu. Mbona unaleta kwa wachawi sasa rafiki yangu? Nadhani mimi mjinga na kujua shoka kidawa. Ningekwambia toka mwanzo kwamba hii chama cha nguvu ya pesa na jicho la tatu ni mambo ya kichawi, ungenikimbia toka mwanzo. Mimi nisingefanikisha misheni yangu. Kwa hiyo umeshajiunga na chama hivyo. Chini kubishana jamani. Punguzeni kelele za kubishana. Mimi sitaki mambo ya kichawi jamani. Ningejua toka mwanzo singekuja hata huku. Binti, karibu sana katika chama chetu. Chama cha kichawi, chama kikubwa kabisa. Mimi naitwa Bibi Okala, ni mchawi mkuu katika chama hiki cha nguvu ya pesa na jicho la tatu. Utafanikiwa sana binti yangu. Wala ondoa wasiwasi. Na kwa kukanyaga ardhi hii, kuanzia leo wewe unatambulika kama mwanachama. Umeshajisainisha na umeshajisimika kuwa mchawi katika chama chetu, na hakuna namna yoyote kama alivyokueleza mwenzako, hauwezi ukajitoa kwa namna yoyote ile.